Israel yavishambulia vinu vya nyuklia vya Iran, hofu ya zuka kote ulimwenguni. Mvutano wa kisiasa na kijeshi wafukuta mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huko nchini Kenya afisa wa polisi akamatwa kufuatia kifo cha mwanablogu. Kwa haya na mengine, msikilizaji, usiondoke, jiunge nasi hadi mwisho. Tuanze moja kwa moja na hali inayoendelea katika Mashariki ya Kati. Israel imevishambulia vinu vya nyuklia vya Iran usiku wa kuamkia leo. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya maafisa wakuu wawili wa kijeshi. Hali hiyo inaongeza hatari ya kutokea mapigano kamili kati ya mataifa hayo mawili hasimu katika eneo la Mashariki ya Kati. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema Israel itawajibishwa vikali baada ya mashambulizi hayo. Waliouawa ni pamoja na mkuu wa kikosi maalum cha walinzi mapinduzi Meja Hussein Salami, pamoja na wanasayansi 6 wa nyuklia na mkuu wa chuo kikuu cha teknolojia cha Azad mjini Tehran Mohamed Mehdi. Kwa mujibu wa televisheni ya serikali ya Iran, watu wapatao 50 wamejeruhiwa, wakiwemo wanawake na watoto ambao kwa sasa wanapata matibabu katika hospitali ya Chamran mjini Tehran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amedai kuwa dhamira ya mashambulizi hayo ni kuizuia Iran kuendeleza mpango wake wa nyuklia ambao wamesema ni hatari kwa usalama wa Israel. Mji mkuu Tehran na miji ya Qom na Tabriz ndio iliyoshambuliwa. Israel imeishambulia Iran wakati kukiwa na wasiwasi kwamba Iran inaendeleza mpango wake wa nyuklia. Huku hayo yakiarifiwa, waziri wa ulinzi wa Israel Katz ameonya kuwa nchi yake itaendeleza mashambulizi dhidi ya Iran ili kusambaratisha mpango wake wa nyuklia na kuondoa kitisho cha usalama kwa Israel. Katz amesema imewalenga makamanda wa kikosi maalum cha walinzi mapinduzi, jeshi la Iran na wanasayansi inayoamini wanahusika katika njama ya kuisambaratisha Israel, akisisitiza kuwa ujumbe uliotolewa leo ni wa wazi kabisa kwamba yoyote atakayekuwa na nia ya kuiharibu Israel ataangamizwa. Kwa upande wake, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametoa wito kwa pande zote mbili kujizuia na hatua zinazoweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi na kuliteketeza eneo zima la Mashariki ya Kati. Merz aliyesema Netanyahu alimjulisha kuhusu shambulizi hilo dhidi ya Iran kwa njia ya simu iliyo asubuhi, amesema Israel ina haki ya kujilinda pamoja na watu wake, huku akisisitiza kwamba Ujerumani itaimarisha ulinzi kwa raia wa Israel wanaoishi huko. Marekani nayo kupitia waziri wa mambo ya kigeni wa taifa hilo Marco Rubio imesema ilijulishwa na Israel juu ya dhamira yake ya kufanya mashambulizi hayo, lakini imekanusha kuhusika kwa namna yoyote kwenye operesheni hiyo. Utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani umekuwa ukijaribu kupata makubaliano ya nyuklia na Iran ili iweze kulegeza vikwazo vya kiuchumi ilivyowekewa Iran kutokana na mpango wake huo wa nyuklia, lakini hadi sasa haijawa wazi namna shambulizi la leo litakavyoathiri kufikiwa kwa mpango huo. Ripoti yake Amina Abubakar. Wimbi hilo la mashambulizi ya anga kati ya Israel na Iran limeendelea kuibua hofu duniani, huku mashirika ya ndege yakibadili njia zao na masoko ya mafuta ya hisa yakiyumba vibaya. Mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA Rafael Grossi ameonya kuwa mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia yanaweza kuwa na madhara makubwa. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Grossi amesema yuko tayari kusafiri kwenda Iran haraka iwezekanavyo kutathmini hali baada ya kituo kikubwa cha nyuklia cha Natanz kushambuliwa. Ameongeza kuwa hadi sasa hakuna ongezeko la mionzi iliyoripotiwa, huku vituo vya Fordo na Estafan vikiripotiwa kuwa salama. Akilihutubia baraza la magavana wa IAEA, Grossi amesema, I have repeatedly stated, nimesema mara kwa mara kwamba vituo vya nyuklia havipaswi kushambuliwa bila kujali muktadha au mazingira, kwani hatua hiyo inaweza kuhatarisha usalama wa watu wa Iran, ukanda mzima na dunia kwa ujumla. Waasi wa Kihuthi nchini Yemen wamelaani mashambulizi hayo ya Israeli, wakisema Iran ina haki kamili ya kujilinda na kuendeleza mpango wake wa nyuklia. Wamesisitiza kuwa Iran ina haki ya kujibu mashambulizi hayo kwa njia yoyote ile. Pakistan, ambayo ni nchi pekee ya Kiislamu yenye silaha za nyuklia, pia imelaani vikali mashambulizi ya Israeli, ambapo waziri wa mambo ya nje wa taifa hilo Ishaq Dar aliandika kwenye ukurasa wa X kuwa Pakistan inasimama katika mshikamano na serikali na watu wa Iran.
Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema Urusi inalaani hali hii na inatoa wito kwa pande zote kujizuia. Ubalozi wa Urusi umeshauri raia wake kuondoka Israeli na kuepuka safari za kwenda Iran. China kupitia msemaji wake wa wizara ya mambo ya nje Li Jian imeeleza kupinga uvunjaji wowote wa mamlaka na usalama wa Iran na kusisitiza kwamba ongezeko la mivutano si katika maslahi ya upande wowote. Uturuki nayo imelaani mashambulizi ya Israeli ikisema ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na kuyataja kama uchokozi unaolenga kuvuga uthabiti wa eneo. Ankara imeonya kuwa mashambulizi haya yanakuja wakati wa mazungumzo ya nyuklia na yanaweza kuhatarisha amani ya kikanda na kimataifa. Kwa upande mwingine, mashirika ya ndege duniani yameanza kuchukua tahadhari kali. Anga ya Israeli, Iran, Iraq na Jordan imefungwa kwa sehemu kubwa, huku mashirika kama Lufthansa, KLM, Emirates, Air India na Qatar yakisitisha safari zao kuelekea maeneo hayo au kubadili njia zake kupitia Misri, Saudi Arabia, Uturuki na Azerbaijan. Kampuni ya ushauri wa usalama wa anga Osprey Flight Solutions imesema hali hiyo imeongeza mzigo kwa sekta ya usafiri wa anga duniani. Takwimu za Eurocontrol zinaonyesha kuwa anga ya Mashariki ya Kati hupitisha zaidi ya safari 1400 kila siku kati ya Ulaya na Asia, hali ambayo sasa imevurugwa vibaya. Katika masoko ya fedha, bei ya mafuta imepanda kwa zaidi ya 12%, huku masoko ya hisa yakishuka kwa kasi. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa kuna uwezekano mkubwa wa kuibuka kwa mgogoro mkubwa wa kijeshi katika eneo hilo. DW tunavuma kwa kishindo. Unaweza pia kutufuatilia katika mtandao wetu wa YouTube, msikilizaji, na uendelee kutuma maoni yako, baadaye nitayasoma hapa studio. Tuelekee sasa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Katika eneo la mashariki mwa Kongo kuna mvutano mkubwa wa kisiasa na wa kijeshi, lakini juhudi mpya za kidiplomasia zinaanza kupewa msukumo mkubwa. Kwa upande mwingine, Marekani na Qatar zimeongeza jitihada za kuhimiza mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Kongo, waasi wa M23 na Rwanda ili kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo wa muda mrefu wa mashariki mwa nchi hiyo. Emmanuel Lubega na taarifa kamili. Kwa mara ya kwanza tangu waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda walipoutoa mji muhimu wa Goma mwezi Januari mwaka huu, mkuu wa ujumbe wa Umoja Mataifa nchini humo Bintu Keita amefanya ziara mjini humo. Akizungumza akiwa Goma, Keita amesema yupo hapo kusikiliza na kuonesha mshikamano na watu wa Goma na wafanyakazi wa kikosi cha Umoja Mataifa cha MONUSCO. Keita anatarajiwa kuwasilisha taarifa kuhusu hali ya eneo hilo kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa tarehe 27 Juni. Ziara yake pia inakuja wakati Marekani ikiharakisha juhudi za kuhimiza makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda. Troy Fitrell, mjumbe maalum wa Marekani kwa eneo la Maziwa Makuu, amesema kuna ratiba kali sana ya kujaribu kufanikisha makubaliano ndani ya mwezi Juni au Julai. Mashauriano hayo yanaendeshwa kwa mwelekeo wa pande mbili. Mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Kigali na Kinshasa yanaratibiwa na Marekani na mashauriano yanaendelea Doha kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23 chini ya upatanishi wa Qatar. Lakini licha ya juhudi hizo, hali ya kutoaminiana bado ni kubwa. DRC inaishtumu Rwanda kwa kuisaidia kijeshi M23, madai ambayo Kigali imeendelea kuyakanusha. Mkutano uliopangwa kufanyika mwezi Mei kati ya mawaziri wa nchi hizo mbili haukufanyika. Wakati huo huo, wanajeshi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wakikisiwa na wadadisi kuwa angalau 1300 waliokuwa wakihudumu katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini wameanza rasmi kuondoka nchini DRC. Hatua hiyo inakuja baada ya askari 17 wa kikosi hicho kuuawa katika mapigano dhidi ya M23 katika miezi ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa za SADC, awamu ya kwanza ya kuondoa vifaa vya kijeshi ilianza mwezi Aprili na sasa awamu ya pili imeanza, ikihusisha urejeshaji wa wanajeshi pamoja na vifaa vilivyobaki. Wanajeshi wa Afrika Kusini, Tanzania na Malawi ndio waliokuwa sehemu ya kikosi hicho. Kikosi cha Afrika Kusini tayari kimeanza kurudi nyumbani, huku kundi la kwanza likitarajiwa kuwasili katika kambi ya jeshi mjini Bloemfontein siku ya Ijumaa. Hatua ya kuondoka kwa vikosi hivyo inakuja wakati waasi wa M23 wakiwa bado wanadhibiti maeneo makubwa ya Kivu Kaskazini na Kusini, na mchakato wa amani ukiwa bado una changamoto nyingi. Ripoti yake Lubega Emmanuel. Uchunguzi kuhusu mauaji ya mwana blogu na mwalimu Albert Ojwang
umechukua mkondo mpya baada ya afisa wa polisi kukamatwa. Pia mtu aliyevuruga kamera ya CCTV kwenye kituo cha polisi cha Central mjini Nairobi huko nchini Kenya amekamatwa. Wakati huo huo, mamlaka huru ya usimamizi wa polisi Kenya IPOA imebainisha kuwa watu 20 wamepoteza maisha yao mikononi mwa polisi ya Kenya katika muda wa miezi 4 iliyopita. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi. Kwa mujibu wa msemaji wa idara ya polisi Michael Mushiri, constable mmoja amekamatwa kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya mwalimu Albert Ojwang akiwa mikononi mwa polisi. Hata hivyo hakuelezea zaidi na kuitwika mamlaka ya usimamizi wa polisi IPOA jukumu la ufafanuzi. Kwa upande wake, waziri wa usalama wa taifa wa Kenya Kipchumba Murkomen amesisitiza kuwa watawaunga mkono polisi kutimiza majukumu yao, ila sheria lazima zifuatwe na wote. We will support our police officers when maafisa wetu wa polisi na usalama sharti wajue kuwa kama wizara na serikali tunawaunga mkono kikamilifu. Wajibu wetu katika ofisi ya usalama ni kuwalinda wote na kuwataka polisi na pia raia wawajibike. who are misusing their civilian authority. Wakati huo makachero wanawasaka maafisa wengine wawili wa polisi kwa tuhuma za kuhusika na kisa hicho. Mamlaka ya IPOA iliamuru maafisa 3 na raia 2 wa kawaida kukamatwa baada ya watu hao kutoweka. Duru zinaeleza kuwa wamezima simu zao na hawapatikani. Ifahamike kuwa maafisa hao wa polisi wanaosakwa walishaandikisha taarifa kwa mamlaka ya IPOA. Kadhalika maafisa wengine 17 waliohojiwa wamerejea kwa mamlaka ya usimamizi wa polisi kubadili taarifa zao. Polisi wanasaka rungu lililotumiwa katika kisa hicho cha mauaji. Kufikia sasa watu wasiopungua 23 kwa jumla, wakiwemo maafisa hao wa polisi, wamehojiwa. Wakati huo mtu aliaminika kuvuruga na kuchezea kamera za CCTV kwenye kituo cha polisi cha Central amekamatwa. Amekiri kuwa alilipwa shilingi 3,000 za Kenya kufuta picha za kamera hizo ambayo yeye ndiye aliwajibika kuzitundika awali. Kisa hicho kimezua hisia mseto na kuwasukuma wanaharakati kuandamana kudai haki kwa wahusika. Huko kaunti ya Homa Bay, maandamano yanaripotiwa kutokea kupinga mauaji ya Albert Ojwang. Kufuatia maandamano ya saa chache zilizopita katikati ya jiji la Nairobi, waziri mkuu wa zamani wa chama cha ODM Raila Odinga ameikosoa serikali kwa kile anachokiita matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya raia. Kadhalika wanatiwa shaka na utekaji na ukamataji wa vijana ukizingatia mauaji ya Albert Ojwang. Thelma Mwadzaya, DW, Nairobi. Ni Thelma Mwadzaya na ripoti hiyo kuhusiana na kukamatwa kwa afisa wa polisi huko nchini Kenya baada ya mauaji ya mwana blogu na mwalimu Albert Ojwang. Ukraine na Urusi zimebadilishana wafungwa katika awamu nyingine. Zoezi hilo limefanyika wakati waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius akiwa mjini Kiev kwa mazungumzo na viongozi wa Ukraine kuhusu kuisaidia nchi hiyo kwa silaha zaidi. Mohamed Halef na taarifa zaidi. Akiwa mjini Kiev, Pistorius amekataa wito kutoka kwa wenzake kwenye chama cha mrengo wa kati kushoto SPD ambao wameitaka serikali ya Ujerumani kurekebisha sera yake kuelekea Urusi, akisema kuwa mashambulizi ya hivi karibuni ya Moscow dhidi ya raia nchini Ukraine yanathibitisha kwamba haujafika muda wa kubadilisha mtazamo wa Berlin kuelekea Kremlin. Pistorius, ambaye ni mmoja kati ya viongozi wenye ushawishi mkubwa ndani ya SPD ambacho ni mshirika mdogo kwenye serikali ya mseto ya Ujerumani, amesema haiwezekani mtu kuwa na fikra za kusaka ushirikiano wa karibu na Urusi katika wakati kama huu. Kauli ya waziri huyo wa ulinzi wa Ujerumani imetolewa kufuatia hoja ya watu mashuhuri ndani ya chama chake inayotaka Ujerumani kubadili mwelekeo wake kuhusu Urusi. Manifesto iliyosainiwa na kiongozi wa zamani wa bunge wa SPD Rolf Mützenich, kiongozi wa zamani wa chama hicho Norbert Walter Borjans, mtaalamu wa sera za nje Ralf Stegner, pamoja na wajumbe kadhaa wa mabunge ya majimbo na bunge la taifa, inataka kuwepo mazungumzo ya moja kwa moja na Moscow na pia inakosoa mpango wa serikali kuipa tena silaha Ukraine. Akimnukuu kansela wa zamani wa Ujerumani kupitia SPD Willy Brandt, Pistorius amesema muasisi huyo aliunga mkono Ujerumani kuwa na uwezo mkubwa wa kijeshi kwa sababu alijua kwamba mazungumzo na Wasovieti yanaweza tu kufanyika ikiwa Ujerumani ni imara.
Ujerumani ni ya pili kwa utoaji silaha kwa Ukraine baada ya Marekani, na ziara ya Pistorius mjini Kiev inatajwa kuangazia uwezekano wa kuendelea jukumu hilo, hasa katika wakati ambapo Marekani inaonekana kuelemea zaidi kwenye kusaka mwafaka badala ya kuendeleza msaada wa kijeshi. Hayo yanajiri wakati Rais Vladimir Putin wa Urusi akisema kwamba droni zimekuwa na jukumu kubwa kwenye vita vya nchi yake dhidi ya Ukraine, na ametoa wito wa kuundwa haraka vikosi maalum vya ndege hizo ambazo hazina rubani kwenye jeshi. Akizungumza kwenye siku ya pili ya mkutano wa masuala ya kijeshi mjini Moscow, Putin amesema kwa sasa nchi yake inaunda mifumo isiyolazimika kuwa na watu kama tawi maalum la kijeshi, na kwamba watahakikisha maendeleo yake yanaimarika kwa kasi.